Jina langu ni Thabit Chumu Zakaria, almaarufu Zaka za Kazi, ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Azam Football Club. Kuhusu mchango wa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwenye soka, hasa soka la wanawake, kuna alama kubwa sana aliacha, ambayo kuanzia sasa na kuendelea ndio watu wanaweza kukuta wanaelewa zaidi. Yawezekana hawakuelewa sana wakati ule. Kuna hafla fulani ilifanyika pale Serena, kama sikosei, hoteli, siku ya ambayo kulikuwa na Taifa Stars pale akiwa rais wakati ule alimkabidhi ulezi wa timu ya taifa ya wanawake makamu wa rais, Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi Mama Samia Suluhu Hassan ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama rais maana yake ndio mlezi wa timu ya taifa ya wanawake. Hili litakuwa lina maana kubwa sana kwa kadri tunavyozidi kwenda. Niseme tu, wakati Mama Samia akimwapisha makamu wa rais juzi, alitumia msemo mmoja hivi kwamba mwanga mpe mwana akulelee. Kwa chochote ambacho atakifanya Mama Samia kwenye timu ya wanawake na soka la wanawake, tutasema ni kwa sababu mwanga alikabidhiwa mwana mlee na Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Gekul pamoja na kwamba anatoka kule, pengine mambo ya mifugo anayajua vizuri, kasema ngoja aende kwenye michezo, akashughulike pia kuwasaidia wanawake pia kwenye michezo. Maana wanawake kwenye michezo they are doing better, hawasifiwi. Lakini wenzetu wanaume akishinda tu hata hajafika nusu finali, kati ya goli tu huku viwanja vinagaiwa. Lakini wanawake wameleta makombe 3 nchini, hawajatajwa wala hawajaulizwa. Hiyo kazi Mheshimiwa Rais alinipa mimi, sasa nakupa wewe. Nenda kasimamie kwa ujumla, lakini simamia na wale. Chochote ambacho atakifanya Pauline Gekul kwenye soka, hasa soka la wanawake, ita reflect kwenye uteuzi ambao amefanyiwa na rais wake ambaye ni Mama Samia. Na hiyo itakwenda credit kwa Mama Samia, na yeye tutarudi nyuma mpaka kwa aliyemkabidhi yeye ulezi kwenye soka la wanawake. Kwa hiyo kwenye hilo tu moja ukiliangalia, utaona kuanzia pale na kuendelea kutakuwa na impact kubwa sana kutokana na hawa kile ambacho watakifanya kuelekea kwenye maendeleo tunayoyahitaji kwenye soka la wanawake. Linapodondokea mikaa miwili ya moto ikidondoka, moja limedondokea kwako, lingine kwa mtu wa karibu, hata unampenda kiasi gani, utaanza kutoa kwako. Kwa namna yoyote ile, ndio binadamu tumeumbwa hivyo. Kwa hiyo Pauline Gekul, jambo lolote litakuwa la kwanza yeye kufikiria kwanza itakuwa kwa wanawake wenzake, ni mwanamke. Haitakuwa ubaguzi, wala jamii simchukue kama ni ubaguzi. Ni jambo la kawaida kwamba kila mtu anaanza karibu. Anasema mchungaji kondoo hula urefu wa kamba yake. Kwa hiyo na yeye kamba yake inaanzia hapo. Kwa hiyo itakuwa sio jambo geni, wala sio jambo la labda kulaumiwa kama itakuwa hivyo. Lakini jambo la pili ni kwamba soka la wanaume limeshasaidiwa sana. Kwa hiyo inabidi kuwe na jitihada maalum kuinua soka la wanawake. Kama yeye ataziongoza jitihada, itakuwa jambo zuri sana, kwa sababu kama mwanamke anajua wanawake wanakwama wapi. Na kwa sababu soka la wanawake linahitaji jitihada za ziada, akiziongoza yeye itakuwa jambo zuri sana. Tofauti yake ipo sana nje ya uwanja, na hasa kwenye perception na jamii kuchelewa kukubali. Sio Tanzania tu, dunia nzima soka la wanawake limechelewa sana kukubaliwa, kwa sababu wanaume walidominate mchezo kwa muda mrefu sana. Sheria zinazoongoza mchezo ni zile zile. Tunacheza 11 side, wachezaji 11, sheria ni zile zile. Lakini nje ya uwanja sasa, namna ambavyo jamii inachukulia, hasa nyakati zilizopita, ilikuwa kimchukulia huyu mwanamke anacheza mpira ni tofauti sana. Lakini na bahati mbaya sana, wacheza mpira wanawake walikuwa kama outcast. Hata wao wenyewe walikuwa ni kama wanaokataa wanawake wao, yani anaishi kama mwanaume, unafahamu. Sasa hivi mcheza mpira mwanamke anaishi kama mwanamke, anavaa kanga, anafanya nini. Miaka ya katikati hapo rudi nyuma, walikuwa hata kanga hawavai. Yani wacheza mpira wanawake kuona ni wanaume tupu, maisha yao wanaongea kianaume tupu, kila kitu. Ni kwa sababu athari
ya wanaume kwenye mpira ilivyokuwa, ule mfumo dume ulivyokuwa umekaa kwenye mpira kwa muda mrefu sana. Lakini zaidi ya perception, zaidi ya namna watu wanavyochukulia nje ya uwanja, hasa walivyokuwa wakiuchukulia, sasa hivi kidogo mitazamo inabadilika. Walivyokuwa wakiuchukulia, zaidi hapo hakuna sana tofauti, ila kwenye namna ambao jamii inaitikia kwenye mchezo husika. Leo hii kukiwa na mchezo, timu ya taifa ya wanaume inacheza, inaweza kaenda kujaza uwanja wa mpira wa Benjamin Mkapa wenye uwezo wa kuchukua watu 60, lakini haiwezekani timu ya taifa ya wanawake ikacheza pale ikajaza kiwango kile, unafahamu eh? Sasa hiyo ni wakati, kwa sababu timu ya taifa ya Tanzania ya wanaume historia yake inarudi nyuma mpaka mwaka 1945 na imekuwepo tangu 45 mpaka sasa. Unafahamu watu wamezoea kiasi gani? Nimekwambia hapa, timu ya taifa ya wanawake ilianza 2002 kwa kuchukuliwa timu klabu moja kuwa hiyo timu ya taifa ya wanawake. Ndio ilipoanza hapo timu ya taifa ya wanawake. Wale sayari walikwenda kama kwa timu ya taifa na ndio ikaanzia hapo. Hata waliporudi wachezaji wale wote wakawa timu ya taifa na ndio imeendelea hadi leo. Sasa 2002 mpaka sasa, na bahati mbaya hakuwa na ligi ya kuhamasisha mtaani kwa soka la wanawake. Kwa hiyo ikawa timu ya taifa inacheza. Wachezaji wanatoka wapi? Ni Mungu, saidia Mungu. Tunakuja papo na kupata timu ya taifa. Lakini mifumo inazidi kutengenezwa na wakati unazidi kwenda, soka la wanawake litafuta watu wengi sana na tofauti itazidi kupungua siku hadi siku. Cha msingi tumeona hapa kwa mara ya kwanza baada ya kuwa mechi za ligi ya wanawake kusimama kidogo kuonyeshwa kwenye TV. Mwaka huu kumekuwa na mvuto, mechi moja imeonyeshwa hapo, uwanja wa taifa imefuatiliwa sana. Kwa hiyo vile ndio vitu ambavyo vinakwenda kuongeza thamani ya mpira wanawake, hasa ligi ya wanawake. Wakati ligi nakwambia, wakati inaanza mwaka wa kwanza TV ilikuwepo inaonyesha live, lakini mwitikio haukuwa kama ulivyokuwa sasa. Kwa hiyo tunazidi kwenda, mambo yanabadilika na nadhani tofauti itazidi kupungua siku hadi siku. Burudani ni perception. Ni vile wewe unajua unaangalia nini. Ukiangalia soka la wanawake, ukitaka kuona kile ambacho wanaume wanafanya, hutopata burudani. Kwa hiyo burudika kwa unachokiona, kwa kiwango chao, kwa kadiria namna unavyoona kwamba hawa nao waangalia hawawezi kuwa na uwezo sawa na hao wengine, kwa sababu hata malezi yao yamekuwa tofauti, unafahamu eh? Kwa hiyo huwezi ukipata kile. Mimi naburudika sana ninavyoona wale wanavyocheza, kwa sababu nawaona wao, yaani nawaangalia kama wao, siangalii timu nyingine. Kwa hiyo naona kabisa kwamba nasema fulani mchezaji mzuri sana, lakini fulani ana kipaji kikubwa zaidi ya mwingine. Kama ilivyokuwa hapa wakati wanaingia kizazi kipya cha kina Asha Mwalala, wakati wanaingia walikuwa wana uwezo tofauti na wale watangulia, lakini hawa walikuwa sio sana gifted, technically gifted, walikuwa sio sana vipaji vikubwa, walikuwa wanajitahidi sana kufuata basics. Unapata mpira unatoa pass, unapata mpira unafungua nafasi, sio unapata mpira unautuliza kwa ufundi wa hali ya juu, labda unapiga chenga watu wawili. Vitu hivi kwa tofauti, nyakati zinabadilika. Kwa hiyo mimi huwa naburudika kwa ninachokiona. Unajua hata mpira wa wanaume ukiangalia ligi kama ya England au ya Hispania alafu ukiangalia Tanzania, utasema Tanzania bado tuko nyuma sana. Lakini ukitaka burudika kwa unaoona wale, yaani usiangalie ligi kuu ya Tanzania kwa kufananisha, kwa kutaka kuona kile ambacho kinafanyika England. Uweze kuburudika kama unataka hivyo. Kwa hiyo ni swala tu la perception, la wewe unatazama nini. Ukitaka kuona tofauti unachokitazama, umechagua mwenyewe kutoburudika. Mpira wa wanawake hauna muda mrefu sana. Ili jambo livute watu wengi, linataka muda ili watu walielewe. Haya mambo yanayotegemea hisia, acha mambo yanayotegemea maslahi. Mambo yanayotegemea hisia za watu, ili mtu ushike hisia yake, inataka muda pia. Sio jambo la siku moja tu. Sio tu wana soka la wanawake, hata kwenye soka la wanaume kuna vilabu vingine vina mvuto mkubwa sana kwa watu kuliko vilabu vingine. Ni kwa sababu ya muda. Sio swala lingine lolote, ni muda tu. Vimepata hivyo vilabu ambavyo vimepata mvuto mkubwa sana ni kwa sababu vimekuwa muda mrefu. Vimekuwa katika level hiyo kwa muda mrefu. Kwa hata soka la wanawake liwe kwenye level hiyo kwa muda mrefu, litapata tu watu. Sio kwamba watu waangalii, wanaweza kwa watu waende uwanjani lakini wanaangalia kwenye TV. Timu ya taifa ya wanawake inaweza kaenda kushinda kombe la dunia.
inaweza kashinda kombe la dunia la wanawake likaleta hapa, lakini bado watu wasistuke sana kama ingekuwa timu ya wanaume imeshinda lile kombe la dunia. Kwa sababu gani? Muda. Yaani hawa watu, ile timu ya wanawake haijawagusa kwa muda mrefu, kwa hiyo sehemu yao kwenye moyo wao watu bado ndogo. Yaani inabidi ile timu ya wanawake ifanye jitihada, iongeze nafasi yake kwenye moyo wa wale watu, swala la muda na mafanikio yao. Kwa haya makombe wanaoshinda kwa muda mrefu, kwa sababu hata hizi timu za wanaume na soka la wanaume ambalo linafuatiliwa sana, sio kwamba limeshinda makombe mengi, ila tu limekuwa muda mrefu. Watu wamekuwa wanasikia. Mimi kwa mfano nimelelewa kwenye soka la wanaume tangu mdogo. Nimekuja kulijua soka la wanawake nikishakuwa mtu mzima, yani tayari nishajua mpira wenyewe. By the way, nimeanza kujua soka la wanawake mwaka 98. Ndio nimeanza kujua soka la wanawake. Lakini soka la wanaume nimelijua tangu mdogo kabisa. Sasa hiyo kitu imekuwa. Kwa hiyo hawa watu wanaokuwa saa hizi wanazaliwa wanasikia soka la wanawake lipo na wanasikia hizi timu. Kwa wao hisia zao zitakuwa kubwa zaidi kwa hizi timu tofauti na sisi tuliotangulia kabla. Lakini namna ambayo ya kufanya ni kuhakikisha ligi zinasimama kweli kweli, ligi za wanawake zinasimama kweli kweli, na kwa maana kwamba ligi ichezwe na kusiwe na mambo yanayokatisha tamaa watu. Kwa mfano ligi inachezwa inavunjika katikati, haiishi, unafahamu? Hivyo vitu vinaharibu consistency. Wafanyabiashara wanakuja kuwekeza kwenye mpira hawaji kwa ajili ya kusaidia. Tusifikiri charity. Ni wenyewe wanaosimamia mpira wa miguu wa wanawake kuwaonesha wafanyabiashara na makampuni mbalimbali kuja kuwekeza namna ambao watafaidika. TFF, vilabu, sio TFF peke yake. Hata mdhamini anaweza kuja kwenye klabu tu akaidhamini klabu. Sio lazima ligi idhaminiwe. Ligi inadhaminiwa sasa hivi. Ndio Serengeti Light hapo. Sasa wadhamini kuongeza maana yake sio tu kwenye ligi, hata vilabu vyenyewe binafsi vipate wadhamini. Kwa hiyo wao wanatakiwa watengeneze mfumo ambao utamfanya mdhamini aone anapoenda kuwekeza kwenye timu au kwenye ligi ana kitu atapata. Yeye haendi pale kuja kuweka tu kwa sababu anataka kusaidia nyinyi, hata msipokuepo yeye atafanya biashara zake. Yeye anataka nyinyi mumuoneshe namna gani atafikia wateja wake. Kwanza kufanyika utafiti, kujua ni watu wa rika gani wanafuatilia sana mpira wa wanawake. Kwa sababu hakuna kitu cha kila mtu. Kuna watu hasa wanakuwa wenyewe. Rika gani wanafuatilia sana wanawake? Wanafuatilia mpira wa wanawake. Na hilo rika wanapendelea sana kitu gani? Utakuta unafanya biashara unapata wadhamini rahisi tu kwamba umegundua kwamba soka la wanawake linafuatiliwa sana na vijana kwenye miaka 18 mpaka 23. Hawa vijana miaka 18 mpaka 23 ni kitu gani ambacho wanatumia sana katika maisha yao? Nicho ambacho mdhamini huyo anakuja kufanya. Ni hivyo tu, kufanya utafiti na kugundua. Baada ya hapo kila kitu kitakwenda kama kawaida, lakini ukitegemea tu waje haiwezekani kuwa. Mimi nikwambie biashara ya mpira haitegemei tu kuna vyanzo 4 mpaka 5 vya mapato kwenye mpira. Mapato ya asili ni gate collection, viingilio. Lakini kuna udhamini huo, kuna kuuza bidhaa. Wewe umeona timu gani inauza sana bidhaa za kike za soka la wanawake? Yaani klabu ya wanawake inauza bidhaa zake. Au hata ligi ya wanawake yenyewe ile branding yake inatoa bidhaa za kwa ajili ya kujipatia pesa kwa jina lao la mpira wa wanawake. Hakuna. Merchandise hawafanyi. Lakini pia kuuza wachezaji. Vilabu visikae tu na kulalamika. Kama mnakosa wadhamini na mnahitaji pesa, tengenezeni wachezaji muwauze. Ukiuza wachezaji unapata pesa. Kwa hiyo unafidia. Umekosa mdhamini lakini umepata pesa kwa kuuza mchezaji wako. Ukimuuza mchezaji mmoja ukapata hela nzuri, itakusaidia kutengeneza wengine watatu. Katika watatu utatumia wawili, mmoja utamuuza. Utasonga mbele. Kwa sio swala la kukaa na kulaumu tu wadhamini, wawekezaji. Mwekezaji wa kwanza ni mwenyewe. Mcheza ngoma wa kwanza ni mwenye ngoma yake. Alafu wengine watakuja kukusaidia. Wanawake wenyewe. Wanawake ni mama zetu. Mama zetu, dada zetu, wadogo zetu. Lakini unafahamu napenda struggle zao uwanjani. Unajua maumbo ya wanawake. Anza kama mwanamke mnene, alafu anatuza mpira kifuani.
Unafahamu? Yaani kuna kitu fulani kwenye soka la wanawake unakaa unaangalia, unaburudika, unacheka, unafurahi. Tumezoea kuona mpira wa wanaume inapigwa free kick, wanaume huwa wanaweka mikono mbele hapo. Alafu unakuta free kick wanawake wanapiga na wenyewe mkono unaweka hapa mbele. Unafahamu? Basi ni burudani fulani unapata, wenyewe unacheka, basi ni mazoea yanakuwepo uwanjani na lakini bila nani, mimi kwangu anakuvuka matarajio. Yaani kwa maana kwamba unamwona mwanamke anapiga shuti anafunga goli la nje ya 18 unasema yes. Au kipa wa timu ya wanawake ana dive kutoka anakwenda kutoa mpira kwenye kona kabisa kule unasema yes. Mimi napenda sana jitihada. Napenda mtu anajitahidi sana. Yaani nataka nikiangalia mechi natoka pale naona huyu alikuwa akicheza katoka yuko hoi. Yaani kwamba kapambana. Na nayaona hayo mapambano kwa wanawake, wao wanaburudika katika hilo. Na naona wanajitahidi kufikia, yani na wao hawauchukulii mchezo kama wanakwenda wanataka kupambana kwa nguvu yao yote mpaka mwisho.